Jeshi la Iran linasema sasa linadhibiti kikamilifu anga ya Israel, kwamba hakuna namna ambayo Israel wanaweza kuzuia makombora yao, kwamba wameshausoma ulinzi wa anga wa Israel na wakati huu wanafanya mashambulizi na kulenga maeneo wanayoyataka katika taifa hilo la Kiyahudi. Kamanda Mousavi, kamanda mkuu wa kikosi cha anga cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, ametangaza kuwa makombora ya Iran sasa yanadhibiti kikamilifu anga ya utawala wa Israel. Kamanda Majid Mousavi ameandika katika ukurasa wake wa mtandao wa kijamii kwamba mbinu na mifumo mipya ya kurushia makombora itakayoanza kutumika katika wimbi jipya la operesheni ya Ahadi ya Kweli namba 4 itawaacha bumbuazi makamanda wa Marekani na utawala wa Israel. Kamanda huyo amesisitiza kuwa usiku wa jana anga ya kusini mwa ardhi zinazokaliwa kwa mabavu za Israel iliangaza kwa masaa kadhaa. Matamshi haya ya kamanda Mousavi yanaashiria mashambulizi makubwa yaliyofanywa jana usiku na vikosi vya majeshi ya Iran dhidi ya mji na maeneo kadhaa muhimu na ya kistratejia ya kusini mwa Israel, ikiwa ni pamoja na shambulizi dhidi ya taasisi za nyuklia katika kinu cha nyuklia cha Dimona, ambapo zaidi ya watu 100 wanaripotiwa kuuawa na kujeruhiwa, licha ya kwamba hakuna taarifa rasmi zilizotolewa na utawala wa Israel juu ya kile kilichotokea, kwa maana ikiwa kuna watu waliouawa kwa kiasi hicho. Hata hivyo, moja kati ya jambo ambalo wakati huu Iran inafanya ni mashambulizi mazito dhidi ya serikali ya Israel, na hasa katika maeneo nyeti ya serikali, ikiwa ni pamoja na vituo vya kijeshi, lakini pia na maeneo muhimu ambayo ni tegemezi kwa taifa hilo. Kama ambavyo wanaishambulia Iran, ndivyo ambavyo Iran inashambulia katika eneo hilo la Israel. Iran imesema kazi yao kubwa ni kulipa kisasi, na kazi yao kubwa ni kuonyesha kwamba wao hawakustahili kuchokozwa kwa namna ambavyo waliamua kufanya. Hata hivyo, amekiri kwamba wakati huu si wakati wa kuiacha salama Israel, ni wakati wa kuishambulia kama ambavyo imeshambulia maeneo mengine duniani, hasa ikitajwa Gaza. Maeneo mengi wakati huu, hasa baada ya tarehe 28, Israel inaonekana majumba mengi yamedondoshwa kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Iran. Hata hivyo, Iran imeapa kwamba italipiza kisasi kifo cha kiongozi wao mkuu Ayatollah Al-Khamenei, ambaye wakati huu amerithiwa na mtoto wake Mujtaba Khamenei. Iran inafanya mashambulizi mazito kila kukicha katika taifa la Kiyahudi na maeneo mbalimbali katika maeneo ya Ghuba, na ni mashambulizi ambayo kimsingi wakati huu kwa upande wa Israel wanashindwa kuyazuia kutokana na kwamba Iran inadai ilishausoma mifumo ya ulinzi wa anga ya Israel, ikiwa ni pamoja na ule wa Iron Dome, mfumo wa ulinzi wa anga wa THAAD, lakini pia na mifumo mingine ya ulinzi wa anga katika taifa hilo la Kiyahudi. Israel na Marekani walianzisha vita mnamo Februari 28 na walimuua kiongozi mkuu wa taifa hilo, jambo ambalo limefanya Iran kuwa na mpango wa kulipa kisasi kutokana na mashambulizi hayo na kutokukubaliana namna Marekani na Israel wanavyoifanyia Iran. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.